Kama unakula matunda kila siku, ukiamini unafanya jambo sahihi kwa afya yako, kuna jambo muhimu ambalo watu wengi hawajui. Unaweza kula ndizi, embe, chungwa, tikiti maji, nanasi au papai kila siku. Lakini unakula muda usiofaa na unaweza kujikuta ukipata matatizo kama tumbo kujaa gesi, kushiba kupita kiasi, kujisikia mvivu au kutopata faida kamili za matunda hayo. Watu wengi hujiuliza, je, ni matunda gani yanapaswa kuliwa asubuhi? Je, kula matunda baada au na kabla ya chakula ni sawa? Usiku ni sahihi kula matunda, na ni matunda gani yanafaa kabla au baada ya mazoezi? Leo tutaangalia kwa undani na kujua muda sahihi wa kula matunda na kwa nini muda huo unaweza kuwa ni muhimu. Usiondoke mpaka mwisho kwa sababu nitakuonyesha makosa ambayo watu wengi hufanya kila siku bila kujua. Kama bado ulikuwa kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Kwa nini muda wa kula matunda ni muhimu? Matunda yana vitu muhimu sana kwa mwili kama vitamini, madini, nyuzi, antioxidant pamoja na maji. Lakini mwili wetu haufanyi kazi kwa namna ile ile muda wote kila siku. Mfano, asubuhi mwili unatoka kwenye kipindi kirefu bila chakula. Mfumo wa mmeng'enyo huwa tayari kutumia virutubisho kwa haraka zaidi. Lakini baada ya kula chakula kizito kama ugali, wali, ndizi au chipsi, mfumo wa mmeng'enyo unakuwa tayari umekuwa na kazi nyingi mwilini. Ndiyo maana muda wa kula unaweza kuathiri namna mwili unavyotumia virutubisho. Muda bora wa kula matunda. Tuanze kuangalia asubuhi. Asubuhi ni moja ya muda mzuri sana wa kula matunda kwa watu wengi. Faida zake ni pamoja na hutoa nguvu za haraka. Matunda yana sukari asilia ambayo mwili hutumia kupata nguvu. Ndizi, tende na embe vinaweza kusaidia kuongeza nguvu mapema. Pia kula tunda asubuhi husaidia mfumo wa mmeng'enyo. Matunda mengi yana nyuzi yani fiber zinazosaidia tumbo kufanya kazi vizuri. Pia husaidia kuongeza maji mwilini. Baada ya kulala kwa muda mrefu, mwili unaweza kuwa umepoteza maji. Matunda kama tikiti maji, chungwa na nanasi yanaweza kusaidia na yakawa bora zaidi. Je, kula matunda kabla ya chakula ni sahihi? Ndiyo, mara nyingi inaweza kusaidia. Ukila dakika 30 hadi saa 1 kabla ya chakula unaweza kupata kushiba mapema, kupunguza kula kupita kiasi au kupunguza tamaa ya vyakula vyenye sukari nyingi. Mfano, baada ya kusubiri njaa sana, unaweza kula chungwa au apple kabla ya mlo mkuu. Je, matunda baada ya chakula ni sahihi? Hapa ndipo kuna mkanganyiko mkubwa. Watu wengi humaliza kula wali, nyama, maharage na ugali, halafu watafuatisha matunda mengi. Kwa baadhi ya watu hakuna tatizo, lakini kwa wengine inaweza kuleta gesi tumboni, kujisikia mzito, tumbo kujaa sana, kutopata raha tumboni, kwa sababu chakula kizito kinaweza kuchukua muda mrefu kumeng'enywa. Kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza zaidi kuhusu afya na namna ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza, kuna kitabu ambacho tumekuandalia. Ndani yake utajifunza magonjwa ya kisukari, presha, magonjwa ya moyo, mfumo wa lishe. Kitabu hiki kinapatikana kwa shilingi 5,000 pekee ya Tanzania kwa nakala laini. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0767443887. Sasa turudi kwenye mada yetu. Je, usiku kula matunda ni sahihi au ni baya? Hili ni swali ambalo watu wengi huuliza. Jibu ni si lazima iwe mbaya, lakini aina ya tunda au kiasi kinacholiwa vinaweza kuwa ni muhimu sana. Kwa baadhi ya watu, kula matunda mengi sana usiku kunaweza kusababisha kujisikia tumbo limejaa sana, kukosa usingizi mzuri na kupata njaa baadaye.
matunda kama papai, apple yanaweza kuwa chaguo zuri zaidi. Muda wa kula matunda kabla ya mazoezi. Dakika 30 au 60 kabla ya mazoezi inaweza kuwa muda mzuri sana, kwa sababu matunda yanaweza kutoa nishati ya haraka, wanga wa asili pamoja na maji. Ndizi ni mfano mzuri sana unaotumiwa na watu wengi wanaofanya mazoezi. Baada ya mazoezi. Baada ya mazoezi mwili huhitaji nguvu, maji na virutubisho. Matunda yanaweza kusaidia kurudisha nguvu, mfano tikiti maji, ndizi na chungwa. Makosa 5 ambayo watu hufanya wakati wa kula matunda. Kosa la kwanza, kula matunda mengi kupita kiasi. Kosa la pili, kutegemea matunda pekee kama mlo. Mwili unahitaji protini, mafuta yenye afya na vyakula vingine. Kosa la tatu, kutokula matunda kabisa kwa kuogopa sukari. Kosa la 4, kunywa juisi nyingi badala ya kula tunda lenyewe. Kosa la 5, kuzani tunda moja linafaa kila siku. Sasa umeona kuwa ni suala la kula matunda tu, bali pia ni muda unaweza kuasili matokeo na mchango katika namna ambavyo unatumia virutubisho. Kumbuka, asubuhi ni muda mzuri zaidi kwa watu wengi kula matunda, na muda mwingine ni kabla ya chakula. Unaweza pia kupata tunda, lakini pia baada ya chakula kizito, yani dakika 30 au saa moja unaweza ukapata tunda jepesi. Lakini pia kabla au baada ya mazoezi unaweza kusaidia kuongeza nguvu. Naamini kuna jambo umejifunza. Basi usisahau kuandika kwenye comment section umejifunza. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.